Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Waefeso ile sura ya 2 na kuanzia mstari wa 8, maandiko yanasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu yeyote asije akajisifu. Yes, tumeokolewa kwa neema. Namna jinsi vile tulivyo, tunaishi kwa neema tu. Ni kwa neema tu. Neema ya Mungu imetubeba namna jinsi vile tulivyo, wala si kwa ujanja wetu, wala si kwa akili zetu, bali tumeokolewa kwa neema. Na bado tutazidi kuokolewa kwa neema, na hata katika dhambi ambazo pengine unafanya, bado utaokolewa kwa neema. Mungu Baba kwa sababu hakupenda sisi tuangamie, akaamua kumtoa mwanawe pekee Yesu Kristo, ili mimi na wewe tuweze kuokolewa. Na hakika namna jinsi vile tulivyo, tumeokolewa kwa neema. Watu wa Mungu, kama isingekuwa neema ya Mungu, mimi na wewe tusingekuwa hivi jinsi tulivyo. Na ndio maana mara nyingi sana huwaga ninapenda kukufundisha kwa habari ya shukrani, uweze kuwa ni mtu ambaye unamshukuru Mungu kila itwapo leo, kwa sababu Mungu ndiye chanzo cha wokovu wetu. Yaani Mungu Baba, yeye ndiye chanzo cha wokovu wetu. Tulikuwa katika dhambi, lakini kwa sababu Mungu hakupenda tuangamie, akaamua kumtoa mwanawe pekee Yesu Kristo, ili yeye afe kwa ajili yetu. Damu yake Yesu Kristo imwagike pale msalabani, ili sisi tuweze kupata ondoleo la dhambi. Yaani sisi tumeokolewa kwa neema. Ni neema ya Mungu imetubeba na tumekombolewa kwa neema. Hivyo basi, mimi na wewe tuna kila sababu za kumshukuru Mungu. Mimi na wewe tuna kila sababu za kumuinua Mungu, kwa sababu tumeokolewa kwa neema na tunaishi kwa neema. Unakula kwa neema, unafanya biashara kwa neema, unafanya kazi kwa neema, umeoa kwa neema, umeolewa kwa neema, umepata mtoto kwa neema, ninahubiri kwa neema. Kila mmoja kutokana na majukumu ambayo unafanya ni kwa sababu neema ya Mungu imetubeba. Ndugu zangu, bila neema ya Mungu sisi tusingeweza lolote, kwa sababu ni neema tu. Neema ni nafasi ya upendeleo itokayo kwa Mungu, ambayo Mungu anampendelea mtu. Hatukustahili lakini tumestahili. Yaani neema ni kupendelewa, ya kwamba haukustahili lakini umestahili. Hiyo ndiyo maana ya neema. Tunaishi kwa neema, tunafanya kazi kwa neema, tunakula kwa neema, ninahubiri kwa neema, unaingia kazini kwa neema, ulizaa mtoto kwa neema, wewe una kazi kwa neema, chombo cha usafiri ulicho nacho uko nacho kwa neema. Yaani sisi tunaishi kwa neema. Na ndio maana mwimbaji mmoja anaitwa Edison Mwasabwite aliimba, ni kwa neema tu na rehema. Ni kweli tunaishi kwa neema na rehema. Bila neema na bila rehema za Mungu, wala tusingekuwa hapa jinsi tulivyo. Ndugu zangu, siku leo nataka nikufundishe kwa habari ya wokovu, kwa sababu Mungu alituokoa, na mimi na wewe tunatakiwa tukae ndani ya wokovu, kwa sababu ndani ya wokovu ndio mahali ambapo ni penye usalama. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Warumi ile sura ya 3 na ule mstari, nianzie ule mstari wa Warumi 3:23. Maandiko yanasema hivi: kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Sisi sote tulikuwa katika dhambi na tulifanya dhambi, tukapungukiwa na utukufu wa nani? Wa Mungu. Dhambi iliingia kupitia Adamu, wakati ambapo Mungu amemweka Adamu pale bustani ya Edeni, akamwambia Adamu, mahali hapa utakaa, utailinda bustani hii, utakula unachotaka, lakini tunda la katikati, tunda la mti wa kati, tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya usiguse. Mungu alisema na Adamu, akamwambia kuwa asile tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya.
wakati ambapo wakiwa katika maisha ya kuishi pale bustani ya Edeni, ikatokea siku moja nyoka akatokea akamfuata Hawa, akafika na mdanganya, akamwambia kula tunda hili. Mungu amewadanganya kwa sababu anajua ya kwamba kama ukila tunda hili mtafanana naye. Hivyo basi Mungu amewadanganya kwa sababu anajua kila tunda hili mtafanana naye. Nyoka akamwambia Hawa, tunda hili halina madhara, wewe kula tu, hautadhurika kwa chochote, isipokuwa ni Mungu amewaficha msiweze kuona utukufu wake. Hawa akachukua lile tunda akalimega. Baada ya kumega, madhara hayakuanza kuonekana kwa Hawa. Wakati ambapo Hawa amempelekea Adamu, wakati ambapo Adamu ameng'ata lile tunda, amekula lile tunda, ghafla wakajikuta wako uchi. Na ndio maana hapa maandiko yanasema kwenye kitabu cha Warumi ile sura ya pili na sura ya pili na ule mstari wa 23, maandiko yanasema hivi. Okay? Warumi 2:20 na Warumi 3:23. Warumi 3:23. Ndio maana maandiko yanasema hivi. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wakati ambapo Adamu kabla hajakosea alikuwa uchi, lakini hakujishangaa kuwa uchi. Unanielewa? Wakati ambapo Adamu kabla hajakosea, hajala tunda, na Eva hawajakosea, walikuwa uchi, lakini hawakujishangaa kuwa nini? Hawakujishangaa kuwa uchi, yaani walikuwa wamefunikwa na utukufu. Ni kama jinsi ambavyo leo hii mwanadamu anapokosea ndipo anapotambua wapi kuna udhaifu katika mwili wake. Siku utakapokosea ndipo utakapotambua, okay, kumbe kuna udhaifu hapa kwangu. Ni kama vile Adamu wakati ambapo kabla bado hajala tunda alikuwa yuko uchi, lakini hakujishangaa kuwa uchi. Lakini wakati ambapo amekula tunda ndipo ambapo utukufu ukapungua, Adamu akaanza kujishangaa. Kwa mfano hata nayo pia leo hii, kabla ya kukosea, kabla ya kutenda dhambi ulijiona kuwa sawa, lakini siku umetenda dhambi ndipo hofu ikaingia ndani yako, ukajikuta kuna baadhi ya mambo unaogopa, ukajikuta kuna maeneo unaogopa kwenda, ukajikuta kuna vitu unaogopa kuongea, kwa sababu dhambi inapoingia, maandiko yanasema lakini mshahara wa dhambi ni mauti. Barikiwa sana mkuu. Mungu akuinue, Mungu akutendea aliyo mema kile tuapo leo katika jina la Yesu Kristo. Kitabu cha Warumi 6:23, sawa? Maandiko yanasema hivi. Warumi 6:23. Maandiko yanasema hivi, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Lakini mshahara wa dhambi ni mauti. Watu wa Mungu, iko hivi, wakati kabla bado mwanadamu hajakosea anakuwa anajiamini, lakini siku umetenda dhambi ndipo roho za hofu zinaingia ndani yako. Na ukitaka utambue kuwa umetenda dhambi na kuna madhara yamesha kupata yatokanayo na dhambi, angalia kiwango cha hofu ulichonacho. Watu wengine mko mahali hapa ni waoga, yani ni waoga. Kuna ile hofu asilia. Kuna mtu mwingine hata kulala nyumbani kwako unaogopa. Yaani kuna wengine mko mahali hapa, kama mume wako hayupo ulali kwako. ulali. Na kuna wengine mko mahali hapa, kama rafiki yako hayupo haulali kwako. Yaani wewe kulala peke yako ni kipengele. Tena sasa usiombe ukasikia nyao, wale wanaolia kama watoto wadogo. Ukishasikia mpaka tu unasema isee, wamekuja hao. Wamekuja. Yaani
Yaani wewe kwa sababu ya kuna mahali ulikosea ukamkosea Mungu, hofu imeingia ndani yako, unajikuta unaishi maisha ya kumwogopa paka. Maandiko yanasema lakini mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Wakati ambapo mwanadamu anapokosea, kinachokufa kwanza ni roho wa Mungu anakufa ndani yako, yaani Roho Mtakatifu anakimbia ndani yako. Ukisikia mshahara wa dhambi ni mauti, maandiko yanavyosema ni kwamba hauwezi kufa kwanza kimwili, unaanza kwanza kufa kiroho. Wakati ambapo Adamu alipokosea, roho wa Mungu, angalia, kilichokufa kwa Adamu ni utukufu. Roho ile ya utukufu ikafa. Yaani baada ya kukosea Adamu, mauti ikaingia. Roho wa Mungu, ule utukufu ambao Adamu alikuwa amepewa ukaondoka, na ndio pale sasa ukajikuta uko uchi. Mimi nisikufiche, utaanza kuona madhaifu yako, utaanza kuogopa baada ya wewe kutenda dhambi. Siku unatenda dhambi ndio siku ambayo hofu itajaa kwako. Barikiwa sana mkuu. Amen, amen. Siku unatenda dhambi ndio siku ambayo hofu itaanza katika maisha yako. Usipokaa vizuri, hadi biashara yako unaweza ukaiogopa. Usipokaa vizuri, watu unaoishi nao utawakimbia, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Kinachoanza kufa sio mwili, ni roho. Yaani mwanadamu anaanza kwanza kufa roho baada ya kutenda dhambi. Barikiwa sana mkuu. Barikiwa sana. Amen, amen. Na roho inapokufa, hofu inaingia ndani yako. Mimi nisikufiche, kama ningekuwa ni mtu wa matukio kuja hapa kuhubiri hapa ingekuwa ni ngumu sana kwangu. Nitakuhubiriaje utakatifu wakati mimi ni mzee wa michanganyo? Nitakwambiaje acha uzinzi wakati mimi tu ni mzee wa madadas? Nitakwambiaje acha uzinzi wakati mimi ni mzee wa madadas? Naweza kweli? Naweza kweli? Naweza kweli? Haiwezekani. Unakuta mtu ana hofu ndani yake kwa sababu dhambi inaua ule utu wa ndani. Angalia hivi, roho ya uoga ulionayo imetokea wapi? Maandiko yanasema hivi, Mungu hakutupa roho ya hofu, Mungu hakutupa roho ya uoga, ametupa roho ya kujiamini. Jiulize, hiyo roho ya hofu inatokea wapi? Mshahara wa dhambi ni mauti. Unapotenda dhambi, kinachoanza kufa ni roho. Roho inapokufa, hofu lazima itawale ndani yako, hofu. Na ndio utajikuta adui yako aliyekuanzia ubaya, wewe unamuogopa. Hivi naingia akilini mwetu, mtu amekuanzia ubaya yeye, alafu wewe unamuogopa kweli? Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 10 na ngapi? Wa 7, mstari wa 7 inasema hivi, na adui zako watakutokea kwa njia moja, lakini watatawanyika mbele yako kwa njia 7. Yaani iko hivi, mpango wa Mungu ni kwamba maadui zako wakuogope wewe, sio wewe kuishi kwa kuwaogopa maadui zako. Unanielewa vizuri? Huo ndio mpango wa Mungu. Lakini maadui zako wataishi kwa kukuogopa wewe, wakati ambapo wewe umekaa vizuri na Mungu. Maadui zako hawawezi kukuogopa kama wewe tu ni mzee wa matukio. Ni wewe ndio utaishi kwa kuwaogopa maadui zako. Maandiko yamesema kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28:1 inasema, itakuwa utakapoisikiliza sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo baraka hizi zitakapokujia. Utabarikiwa mjini. Barikiwa sana mkuu. Mungu akuinue katika jina la Yesu. Barikiwa sana. Amen, amen. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani, utabarikiwa uzao wako na uzao wa nyama wako, maongea ng'ombe wako na wadau wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watatawanyika mbele yako kwa njia 7. Wewe unaishije kwa kumwogopa mchawi, na wakati mchawi yeye ndo amekuanzia ubaya?
Eti inaingia akilini kweli? Yaani mtu akuloga yeye, alafu wewe ndio unamuogopa kabisa. Au mganga wa kienyeji anakuanzia ubaya yeye, alafu unamuogopa. Inaingia akilini kweli? Ila utakapotenda dhambi, utajikuta roho ya hofu inatanda ndani yako. Wewe ndio utakuwa unaogopa maadui zako, sio maadui zako kukuogopa wewe. Mpango wa Mungu ni kwamba aliyekukosea ndio akuogope, sio wewe uliyekosewa ndio uogope. Inaingiaje akilini? Na adui zako watakutokea kwa njia moja, lakini watatawanyika mbele yako kwa njia 7. Usipotenda dhambi, maadui zako wataishi kwa kukuogopa wewe, lakini kama ukitenda dhambi, wewe ndio utaishi kwa kuogopa maadui zako. Yaani ngoma ni vice versa, sawa? Vice nini? Vice versa. Yaani ukitenda dhambi, barikiwa sana mama. Amen, amen. Ukitenda dhambi unaishi kwa kuogopa maadui zako waliokuanzia ubaya, lakini usipotenda dhambi ni maadui zako ndio wataishi kwa kukuogopa wewe, kwa sababu kuna utukufu ndani yako, kuna nguvu za Mungu ndani yako. Wakituma mishale yao wanakukuta huko imara, wakikutumia stadi zao wanakukuta moto wa Mungu umekuzingira. Barikiwa sana mkuu. Mungu akuinue. Mungu abariki sadaka yako. Mungu akutendea yaliyo mema kile utapo leo katika jina la Yesu Kristo. Yaani mpango wa Mungu ni kwamba wewe ndio maadui zako wakuogope, sio wewe kuwaogopa maadui zako. Mtu kakuloga yeye, alafu wewe unamuogopa. Inaingia kwa kichwa kweli? Haingia akilini. Lakini utakapokuwa ni mtu kutenda dhambi, hicho kibao kinageuzwa. Badala ya maadui zao kuogopa, ni wewe ndio utaishi kwa kuwaogopa maadui zako. Ndio utakuta mtu leo hii ana hofu za ajabu ajabu, anaishi kwa kuogopa. Mimi nisikupige, siishi kwa kuogopa, naishi kwa kuamini. Unanielewa? Usipokuwa mtenda dhambi, nafasi ya amen. Barikiwa sana. Mungu akuinue. Barikiwa sana. Amen, amen. Barikiwa sana. Usipokuwa mtenda dhambi, nafasi ya kuamini itakuwa ni kubwa ndani yako. Lakini kama ukiishi kwa kutenda dhambi, nafasi ya hofu ndio itatawala ndani yako. Mimi sikupige, nakwambia tu kweli. Usipokuwa mtenda dhambi, nafasi kubwa ya kuamini itakuwa ndani yako. Lakini kama ukiwa ni mtenda dhambi, nafasi kubwa ya hofu itatawala ndani yako. Mungu anataka tuishi kwa kuamini, tusiishi kwa kuogopa. Anasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Yaani Mungu anataka tuishi kwa imani, sio kwa kuogopa. Mwenye imani anaongezewa. Kwa nini Mungu anataka tuishi kwa imani? Imani imesimama katika alama ya maongezeko. Imani imesimama katika alama ya kuzidishwa na kujumlisha. Lakini hofu imesimama katika alama ya kutoa na kugawanya. Mwenye hofu anapungukiwa, mwenye imani anaongezewa. Na ndio maana Mungu anataka uishi kwa imani. Barikiwa sana mkuu. Mungu akuinue katika jina la Yesu Kristo. Mungu anataka uishi kwa imani, usiishi kwa kuogopa. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyo. Mbona mnamalizia basi wanafunzi? Wanafunzi mbona mnamalizia? Sawa mpo Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Asante sana Prosper, mwanafunzi mzuri. Barikiwa sana. Amen, amen. Alafu imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Mungu anataka uishi kwa imani. Anasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Mwenye imani, angalia, anaongezewa. Mimi nikwambia hivi, ukimletea visa mtu mwenye imani, haumkomeshi, ila unamtengenezea daraja la kuvuka aende level nyingine. Narudia tena. Ukimletea visa mtu mwenye imani, haumkomeshi, ila unamtengenezea daraja la kuvuka na kufika level nyingine. Wakati ambapo utadhani kuwa umemkomesha, ndio wakati ambapo utamuona yuko level zingine kabisa. Mwenye imani sio mwenzako, ni sawa sana mtu mwenye maono. Ukipambana na mwenye maono, ukidhani ya kuwa unamkomesha, utashtukizia yuko level zingine. Yusufu aliota ndoto, yale ni maono.
Baada ya kuota ndoto akaambia ndugu zake, baada ya kuambia ndugu zake wakamtupa shimoni, wakamuuza utumwani. Walidhani ya kuwa wanamkomesha, lakini kumbe wanamtengenezea daraja Yusufu awe waziri mkuu. Bila kuambia ukweli, ukimletea visa mtu mwenye maono, mtu mwenye imani, haumkomeshi, ila unamtengenezea daraja la kuvuka na kufia kwenye hatima yake tena kwa haraka. Ni sawasawa na msemo unasema, ukimpiga chura teke haumkomeshi, unamwongezea nini? Wendo. Ukimpiga teke chura, sawa, haumkomeshi, unamwongezea nini? Mwendo. Sasa iko hivi, sisi sote tulikuwa katika dhambi, tukaokolewa kwa neema. Leo nataka nikufundisha habari za wokovu na safari ya wokovu. Leo nataka nikufundisha habari za wokovu na safari ya wokovu. Kijana mwenzangu, okoka. Amua kumpa Yesu maisha yako leo. Amua kuacha dhambi. Amua kujitenga mbali na mabaya. Ikatae dhambi. Maandiko yanasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Barikiwa sawa. Barikiwa sana. Maana sasa mpingeni shetani naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia. Kijana mwenzangu, acha dhambi. Kaka yangu, dada yangu, acha dhambi. Mama yangu, baba yangu ulioko mahali hapo unasikiliza, acha dhambi. Bibi yangu, babu yangu, acha dhambi. Acha. Mshahara wa dhambi ni mauti. Na unapoanza kufa kwanza kiroho hapa, baadaye unakwenda kuwekwa kwenye ziwa la moto. Ziwa la moto. Jamani, kuna maisha ya aina mbili, sawa? Kuna maisha ya hapa duniani na kuna maisha baada ya maisha ya hapa duniani. Usijisahau, kila mmoja ataondoka kwa wakati wake. Awe mchungaji ataondoka, awe nabii ataondoka, awe shehe ataondoka, awe imam ataondoka. Kila mmoja ataondoka. Usalama wetu upo katika kumwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Wakati ambapo utakapokaa ndani ya Kristo, Yesu anasema mimi ndimi huo ufufuo na uzima, kwa yeyote aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Kumbe kuna tumaini jipya kwa walio ndani ya Kristo, wanaomwamini Yesu. Kuna tumaini jipya. Ujapokufa kimwili, utakuwa unaishi katika roho. Kuna tumaini jipya ya kwamba ijapokuwa utakuwa umekufa kimwili, lakini katika roho utakuwa unaishi. Kuna ahadi ya kupata uzima wa milele, sawa? Kuna ahadi ya kupata uzima wa milele. Maandiko yanasema na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Mimi na wewe tunatakiwa tuishi maisha matakatifu. Dhambi haina faida. Faida ya dhambi ni mauti. Faida ya dhambi ni kwenda motoni. Na mtu mwingine kwa bahati mbaya, ukimwambia habari za kwenda motoni, anakushangaza. Motoni? Wewe angalia uko hapa duniani, huna hela. Angalia moto unaopitia. Sawa? Yaani uko hapa duniani, si huna hela. Angalia moto unaopitia. Amua kuishi maisha matakatifu. Acha michanganyo. Utatenda dhambi mpaka lini? Utatenda dhambi mpaka lini? Wakati fulani kaa chini, jiulize, hivi tangu nitende dhambi nimeshapata faida kiasi gani? Wakati fulani kaa chini ujiulize. Usijue kukaa chini na kuangalia hesabu za biashara yako tu, sawa? Kaa chini muda mwingine, angalia idadi ya dhambi ulizofanya. Je, mpaka leo umepata faida kiasi gani? Ukigundua kwamba hakuna faida, iache dhambi. Kaa chini jiulize, tangu utembee na waume za watu au wake za watu umepata faida kiasi gani? Eti dada yangu au mama yangu, tangu chepuke ovyo, umepata faida kiasi gani? Ukiona hakuna faida, waache waume za watu, sawa? Tafuta wa kwako. Ukiona umeroga sana na hakuna faida, amua kuacha uchawi. Jitenge mbali. Ujue tulikuwa katika dhambi, tukaokolewa kwa neema. Yesu Kristo alikubali kuyatoa maisha yake ili sisi tuweze kupata maisha tulionayo sasa. Barikiwa sana.
Leo hii tunaishi kwa neema. Ndani ya neema tumeokolewa na Yesu. Kwa nini wewe bado unaendelea kushikilia uchawi? Ndani ya neema tumeokolewa na Yesu. Kwa nini wewe bado unaendelea kuwa muongo? Ndani ya neema tumeokolewa na Yesu. Kwa nini wewe bado unaendelea kuwa mchonganishi? Ndani ya neema tumeokolewa na Yesu. Kwa nini wewe bado unaikataa Injili? Tumeokolewa kwa neema, lakini cha ajabu, kuna wengine leo hii bado wanashikilia dhambi. Nafasi bado ipo ya kutubu dhambi na makosa. Jamani, sio picha iko hivi. Kuna wakati ambapo nafasi ya kuomba rehema haitakuwepo tena. Kuna wakati ambapo nafasi ya kutubu dhambi na makosa haitakuwepo tena. Kuna wakati ambapo yani hata ukisema neno nisamehe, hautasamehewa. Wakati wa mwanadamu kusamehewa, okay? Wakati wa mwanadamu kusamehewa ni wakati huu bado napumua. Kuna mtu anajidanganya eti bibi, nasubiri siku nikifa. Nasubiri siku nikifa, shehe au mchungaji ataniombea rehema. Eti mchungaji au shehe ataniombea rehema siku nikifa. Unadanganya. Tena unajidanganya. Siku umekufa, matendo yako yatafuatana pamoja na wewe. Hata mchungaji aombe maombi gani, hakuna kusamehewa. Mimi nakwambia kweli. Hakuna kusamehewa, usijidanganye. Maandiko sasa matendo yako yatafuatana pamoja na wewe. Kuna mtu anajidanganya eti siku nikifa ndio mchungaji au shehe ataniombea rehema. Nani amekudanganya? Na unajidanganya mwenyewe. Unajidanganya mwenyewe. Yaani siku umedanja tu pa. Barikiwa sana. Siku umedanja tu pa. Matendo yako yatafuatana pamoja na wewe. Kama ulikuwa bangi, mwizi, kishandu, matendo yako yatafuatana pamoja na wewe. Barikiwa sana. Mungu akuinue katika jina la Yesu Kristo. Barikiwa sana. Matendo. Yaani hata mchungaji aombe msamaha kiasi gani, akuombee rehema kwa namna gani, siku wahubiri wanakuhubiria habari za wokovu, ulikuwa wapi? Wengine mliwatukana mpaka wachungaji. Wengine mkasema wachumesha vurugu hawa watafuta hela tu hawa watafuta hela. Na Mungu angalau mahubiri yangu tangu unaanza kuhubiri mpaka na maliza sikwambii leta hela. Ila ni wewe tumebarikiwa unakuja kutoa nini? Hela. Unaelewa? Angalia, wengine wanaona kama watumishi wamekosa kazi za kufanya. Wengine tusipofanya hivi tunakufa mapema. Unaelewa vizuri Yaani tumeitwa kufanya hivi. Yaani mimi nisipofanya hivi nakufa mapema kwa sababu ukweli. Nakufa nini? Mapema. Yaani nisipofanya hivi. Nimeitwa nikaambiwa wale kwa hapa karibu nimeitwa na mheshimiwa. Nikaambiwa mambo fulani, ni sawa? Mambo fulani. Na mimi sina stress, nahubiri Injili kwa amani kabisa. Bahati nzuri sinaga ugomvi na mtu, mtoto wa watu. Nahubiri habari ya wokovu, sawa habari ya wokovu. Tumeokolewa kwa neema. Leo hii amua kujitenga mbali na mabaya, yakataa mabaya, amua kutenda mema, amua kukaa ndani ya Kristo. Wakati wa kusamehewa dhambi na makosa ni sasa. Wakati wa kusamehewa dhambi na makosa ni sasa. Wakati wa kutubu dhambi na makosa ni sasa. Wakati wa kutubu dhambi na makosa ni sasa. Kulikuwa na mtu mmoja ni tajiri na Lazaro aliyekuwa maskini. Lazaro, maandiko yanasema alikuwa akila akijishibisha kwa makombo yaliyokuwa yakianguka kwa yule tajiri, maana yeye alikuwa nakula kwa anasa. Maandiko yanasema ikatokea siku moja Lazaro akafa, akaenda kuketi kifuani kwa Ibrahimu. Na siku moja pia yule tajiri akafa. Wakati tajiri amekufa, maandiko yanaanza kumwelezea tajiri ya kwamba na kule kuzimu yule tajiri akamwona Lazaro kifuani kwa nani? Kwa Ibrahimu. Kule alikuwa anaungua na moto, anasikia kiu. Akamwambia, baba yangu Ibrahimu, ninakuomba uweze kumtuma Lazaro aniletee japo maji kidogo, maana nina kiu, ninakufa. Ibrahimu akamwambia, mwanangu, katikati yetu hapa kuna shimo kubwa.
ambapo wa huku hawezi kwenda huko na wa huko kadhalika hawezi kuja huku. Yule tajiri akasema, basi baba yangu, nakuomba umtume Lazaro akawaambie ndugu zangu kule, maana kuna ndugu zangu wamebaki, ili awaambie wasitende matendo. Amen. Barikiwa sana, barikiwa sana. Mungu akuinue katika jina la Yesu Kristo. Barikiwa sana. Yule tajiri akamwambia Ibrahimu kwamba baba yangu, ninakuomba basi uweze kumtuma Lazaro aende akawaambie ndugu zangu wasitende mambo ya namna nilivyokuwa nikitenda mimi. Ibrahimu akasema kule kuna watumishi wengine, wawasikilize wao. Jamani, iko hivi, waliotangulia mbele za haki, waliokufa katika dhambi, wanatamani waje kutuambia mateso yanayopitia ili sisi tusitende dhambi tena. Barikiwa sana mkuu. Mungu akuinue, Mungu akutendee mema kile tupo leo katika jina la Yesu Kristo. Mungu abariki sadaka yako na sadaka yako ikanende mema katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Barikiwa sana. Ibrahim akamwambia yule tajiri, kule kuna watumishi wengine, wawasikilize wao. Leo hii kuna watumishi kama sisi tuko mahali hapa na wengineo, tukiona kubiria kama hivi, acha dhambi, unaona mtumishi amekosa kazi ya kufanya. Mimi sijakosa kazi ya kufanya, kazi ipo kibao. Kwa hata uwizi si kazi, eti blaza mzee wa Yanga, hata uwizi si kazi. Ningekuwa naiba, ila nimeamua kuacha kuiba, ni ubili nini neno. Uwizi pia ni kazi, au umesema kama ni kazi? Ni kazi kuiba, ni kazi nyingine hiyo. Barikiwa sana mkuu. Mungu akuinue katika jina la Yesu Kristo. Ningeamua kuiba, ni kazi pia, lakini nimeacha kuiba, nimeshika Biblia nikuhubirie neno, nikwambie. Lakini kuna mtu mwingine anaona mtumishi hana kazi ya kufanya. Barikiwa sana. Mungu akuinue katika jina la Yesu Kristo. Barikiwa sana mkuu. Amen, amen. Jamani, iko hivi, tuache dhambi. Dhambi ni mbaya. Mshahara wa dhambi ni mauti. Na kabla ya kufa kimwili, unaanza kufa kiroho. Na unapokufa kiroho, hofu inatanda ndani yako. Utafanya biashara, hautapata faida. Utaoa, mke wako atatembea na mwanaume mwingine. Maana ipo kimaandiko. Soma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28 kuanzia mstari wa 15 na kuendelea. Ukifika pale 30, ngoja nikusomea hapo uweze kuelewa. Kumbukumbu la Torati 28:30. Yaani ngoma, Mungu akikasirika ni mbaya. Nyambi wake tu. Mungu akikasirika ni mbaya. Tatizo unamchukulia Mungu ni mwingi wa huruma, mwingi wa upendo. Akikasirika ni mbaya. Yaani Mungu akikasirika ni mbaya kweli kweli. Kumbukumbu la Torati 28:30. Ngoja nikusomee kwa haraka haraka. 28:30. Maandiko yanasema hivi: utaposa mke na mume mwingine atalala naye, utajenga nyumba usikae, utapanda mizabibu usitumie matunda yake. Ukianzia pale kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28:15 inasema hivi, lakini itakuwa usipotaka kuisikiliza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizazo hivi leo, ndipo zitakapokujia laana hizi zote. Barikiwa sana mama. Amen. Mungu akuinue katika jina la Yesu Kristo. Barikiwa sana. Maandiko yanasema usipotaka. Amen. Barikiwa sana. Mungu akuinue katika jina la Yesu Kristo. Barikiwa sana. Maandiko yanasema usipotaka kuisikia sauti ya Bwana Mungu wako, ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Barikiwa sana mkuu. Amen, amen. Sasa hizo laana zinaenda ukifika 30 inasema utaposa mke na mume mwingine atalala naye. Ni mapenzi ya Mungu mwenyewe kwa wale wasiotaka kuisikiliza sauti yake. Jamani, Mungu ukimkasirisha ni mbaya. Ni mbaya. Mbaya kweli kweli. Barikiwa sana mwana shehe. Barikiwa sana. Yaani Mungu ukimkasirisha ni mbaya kweli kweli. Amri zake zinakwambia tenda mema. Nyuma ya pazia kuna ubaya wake. Unanielewa? Amri za Mungu zinakwambia tenda mema, ila nyuma ya pazia yake kuna ubaya wake Mungu. Ndio pale usipotaka kuisikiliza sauti ya Bwana Mungu wako. Barikiwa sana. Na usipotaka kutembea katika maagizo yake, ndipo laana zitakapokujia.
ndio utajikuta wewe unaishi kwa kuogopa maadui zako. Sio maadui zako wanaishi kwa kukuogopa wewe. Barikiwa sana mkuu, barikiwa sana. Mpango wa Mungu ni kwamba yani wewe maadui zako wakuogope na wajute kwa nini wamekuanzia ubaya. Sio wewe kujuta kwa nini mchewe na kuloga. Aingia kilindi. Tuache dhambi, tuishi maisha ya wokovu, tumpokee Yesu Kristo. Yesu anakupenda. Tambua upendo wa Yesu. Amua kuacha dhambi. Sometimes amua kuacha dhambi kwa sababu ya kumpenda Mungu tu, kama yeye alivyokupenda kwanza. Sawa Barikiwa sana. Wakati mwingine amua kuacha dhambi kwa sababu ya Mungu aliyetupenda. Kuna kijana mmoja yeye alikuwa anakunywa pombe sana kweli kweli. Akampenda binti fulani wa Kilokole. Sawa Alivyompenda binti wa Kilokole, binti akamwambia hivi, mimi siwezi kuwa na wewe kama unaendelea kunywa hizo pombe zako, siwezi. Binti akamwambia, ukitaka niwe na wewe amua kuziacha hizo pombe. Binti akamwambia, ukitaka niwe na wewe acha pombe, niko tayari kuwa na wewe. Jamaa kwa sababu ya upendo aliamua kuacha pombe kwa sababu ya binti asimpoteze. Wakati mwingine amua kuacha dhambi kwa sababu unampenda nani? Mungu. Amua tu kuacha dhambi kwa sababu unampenda nani? Mungu. Mungu aliamua kumtoa mwanae wa pekee. Jiulize, mwanae wa pekee Yesu Kristo kwa sababu ya kutupenda sisi wanadamu. Elewa neno mwanae wa pekee. Nikavona sasa hivi nikwambie, kwenye akaunti yako nipe hela zote unipe mimi nimtumikie Mungu. Nani anaweza? Mama P. Mama P kasema sobotu. Yaani kwambie mtaji wako wote, sawa? Mtaji wako wote nipe mimi nifanye kazi ya Mungu. Nani anaweza? Blaza. Na ileta pengine huenda pengine sijajua. Huenda pengine urudishe marejesho ya pikipiki baadaye, sawa? Hapo nikwambie ulichopata chote cha jioni niletee. Unaweza? Unaweza? Sema kia Mungu. Unafikiri hapo? Hauja? Basi Mungu akupe katika jina la Yesu. Kwa moyo wako huo, Mungu akutendee katika jina la Yesu Kristo. Barikiwa sana. Amen, amen. Watu wa Mungu iko hivi. Mungu Baba aliamua kumtoa mwanae wa pekee kwa sababu anatupenda sisi. Mimi na wewe tuache dhambi kwa sababu tunampenda Mungu. Ifikie wakati mimi na wewe tuache dhambi kwa sababu ya tunampenda Mungu. Tuache dhambi kwa sababu ya tunampenda nani? Mungu. Mwanamke anajitambua. Sawa? Mwanamke anajitambua. Atamzaa mtoto wake mwezi wa 9. Sawa? Kwa sababu anampenda. Unanielewa? Lakini mwanamke asiyejitambua akipata mimba ya siku 3 anakunywa kidonge anafanya abortion. Unaelewa vizuri? Lakini mwanamke anayejitambua atakubali chakula kisike tumboni miezi 3 ya mwanzoni. Sawa akubali kuteseka ili mwezi wa 9 amzae mtoto wake. Mama yako alikuwa na akili nyingi sana ndio maana akakuzaa. Unaelewa vizuri alikuwa na akili nyingi sana ndio maana akakuzaa. Alikuwa anajitambua na anajitambua. Unanielewa? Iko hivi. Mimi na wewe ifikie wakati ambapo tuache dhambi kwa sababu tunampenda nani? Mungu. Yaani wewe unasema kwamba ninampenda Mungu. Je, dhambi umeziacha au hujaziacha? Kuna mtu mwingine anasema nampenda Mungu lakini ni kaongo. Ndio kaongo. Yaani ni kaongo. Yaani kama ni chuo cha uongo kwake. Na kuna mwingine anasema nampenda Mungu lakini ni kambea. Yaani ni kambea. Mdomo hauna amani. Mpaka ya prosper peleko mapii. Sawa Yaani mke ni mbea kweli kweli. Barikiwa sana Mungu. Barikiwa sana. Anayempenda Mungu ataenenda sawa sawa na matendo yanayompendeza nani? Mungu. Maandiko yanasema hivi, pasipo maono watu huacha kujizuia. Ukikosa maono utashindwa kujizuia. Utajikuta unafanya kila aina ya dhambi, kila aina ya tukio, kila aina ya ubaya utakuwa unafanya tu kwa sababu hauna maono na haujui pia ya kwamba hata
siku ukitoka hapa duniani utaenda mbinguni. Hauna maono ya kumpenda Mungu, unashindwa kujizuia. Dhambi yote ikija, twende. Uongo unaongea, uchawi umo, uadui umo, fitina umo, ulawiti umo, ushoga umo, uzinzi umo, kila kitu kibaya umo, kwa sababu ya kukosa maono.